Mtazamaji wa Bongo 5 TV, ni hapa ndipo sehemu ambapo mwili wa marehemu Rauda ulikutwa hapa, na ni katika mtaro huu, maeneo haya hapa, na ni asubuhi tu wafanyakazi wake walikuja wakafika hapa kwa ajili ya kuweza kujua nini hatimao katika siku ya kufanya kazi, kwa sababu wamegonga geti lifunguliwe, lakini baada ya upekuzi wa kina wafanyakazi wakishirikiana walikuta mwili maeneo haya hapa. Hakika ni huzuni kubwa sana. Kwa hapa ndio sehemu ambapo hii ndio sehemu damu ilimwagika sana. Ina maana purukushani ilianzia hapa. Okay. Tuweka sogea akaja hapa, damu ikamwagika sana. Mwisho wa siku tukamkuta huko kwenye mtaro amefika huko ndani. Alikuwa ametupwa kule. Ndani ya mtaro mwanaelea juu. Amani, okay. Habari yako brother? Salama ndugu yangu. Vipi, una muda gani tokea uanze kufanya kazi hapa kwa marehemu Rauda? Mimi hapa ndo mwanzilishi wa hiki kiwanda. Naitwa Lucas Peter Shayo, ni meneja wa Shinli Packing Material. Okay. Kweli hili tukio hili limetusikitisha sana, hasa kwa sisi wafanyakazi na pia kwa wengine waliotuzunguka. Kwa ajili hili tukio hatukutegemea kama itatokea hivi. Kwa maana hiyo tumekuja asubuhi, kuna vijana ambao wanatangulia kufanya kazi ili kuandaa mazingira, watu wakiingia saa 2 wanaendelea na kazi. Kwa walipofika mlangoni wamegonga mlango haukufunguliwa. Mlinzi hayupo. Kwa hiyo ilivyosubiri mpaka muda kama saa 1 mpaka saa 1 ikawa sasa bado hawajafungua mlango, ikabidi nimpigie mwasibu simu nimwambie bosi anapigiwa simu inaita tu hapokei. Yes, mtazamaji wa Bongo 5 TV. Hapa ndio katika kiki kiwanda ambacho tunaelezwa kwamba mmiliki wa kiwanda hichi aliwawa na Wamasai ambao walikuwa ni walinzi wa kiwanda hiki, na kiwanda hichi kinajihusisha na kuchakata plastiki kama unavyoona. Ni shughuli mbalimbali huwa zinafanyika hapa, yani kwamba wanakuwa wakikusanya plastiki za hapa na pale na kuzileta hapa, kisha kuzichakata na ziweze kutumika kwa ajili ya matumizi mengine. Ni taratibu mbalimbali pakiwa pameandaliwa hapa, na hiyo ni picha ya marehemu Baozang G ambaye almaarufu anafahamika kwa jina la Rauda, na sasa hivi tupo naye tena. Na kwa kifupi ni kwamba shughuli zimesimama kiwandani hapa, hakuna kinachoendelea, na yote hii ni kwa ajili ya kupisha msiba huu uweze kufanyika, lakini pia taratibu zingine zitaendelea. Ni sehemu ambayo pia imetoa ajira nyingi kwa watu mbalimbali, na takriban kuna wafanyakazi ambao wameanza hapa miaka 4 iliyopita na shughuli za hapa na pale. Habari yako brother? Salama ndugu yangu. Wewe ni kama nani hapa kiwandani? Mimi ni supervisor wa hapa na pia ni meneja wa Shinli Packing Material. Okay. Kwa kweli ili tukio hili limetutisha sana hata sisi wenyewe. Kwa ajili gani? Unatoka nyumbani unakuja sehemu yako ya riziki, na pia ukifika katika ile sehemu ya riziki unakuta tena kuna mabadiliko ambayo hukutegemea kama utayakuta mabadiliko. Kwa kweli tulipofika hapa katika hapa ofisini, kweli mpaka mimi mwenyewe niliumia sana. Kwa ajili kuna kijana mmoja anawahi kufika asubuhi kwa ajili ya kuandaa mazingira ili apashe maji moto. Alipofika amegonga pale mlangoni pale getini, amegonga hamna aliyefungua, akanipigia simu akaniambia mbona leo hawafungui? Mimi nikamwambia endelea kugonga mlangoni pale utafunguliwa, endelea kugonga. Amegonga akanirudia tena. Nikamwambia hebu subiri nimpigie bosi. Nimempigia bosi, kweli simu yake inaita haipokelewi. Ikabidi sasa baada ya hapo nikamrudia kuna mdada hapa ofisini, nikampigia simu nikamwambia hebu mpigie namba ya babu kama naye ambaye ndiye mjomba wake, mpigie simu kama naye mwambie afungue mlango. Amefungua mlango kweli. Wameangalia pale Wamasai hawapo. Wameangalia ndani kwa bosi hayupo. Wametafuta kipindi hicho mimi niko njiani nakuja. Kweli nimekuja nimefika hapa na mwasibu naye alikuwa shafika, akaenda kuripoti kituo cha polisi kwamba kuna mtu fulani bosi amefika huku, Wamasai amefika huku, labda uwezo kujua usiku kurupusha gani imetokea. Hamna. Nimefika hapo nimesimama karibu na ofisini pale, nikasikia watu wanapiga kelele huku. Nini? Wanasema bosi huyu huku. Bosi wapi? Bosi huyu huku kauawa. Kweli ikabidi kila mtu sasa afike kwenye taharuki mbaya sana. Tulipofika katika eneo la tukio, kweli ndio tumemkuta bosi yuko kwenye mtaro, juu kuna damu, kuna viatu vyake. Tulipokuta kuna damu, sasa sisi hatujui kaumizwa wapi na hatujamgusa, hatujafanya chochote.
Usalama walivyokuja, wamekuja wamekagua mwili, wamepima kila sehemu, wakakagua, ndo tukaona sasa walivyomuumiza. Yani kaumia sana, yani nicho ni kitendo cha unyama sana, yani mpaka tumeogopa yani. Okay. Wamasai hawa ambao ni walinzi wa hapa walikuwa na vipi? Hawa Masai ni wa kampuni ya Himaya, ni kampuni. Na maana na wao wenyewe wana mwezi mmoja na kama na siku chache sana ambao wamekaa hapa kwetu. Okay. Pole sana. Asante sana ndugu. Mtazamaji wa Bongo 5 TV, hali ilivyo hapa msibani kwa Bao Zhangji ambaye jina lake maarufu ni Rauda, ambaye hatupo naye tena. Na huyu alikuwa ni mmiliki wa kiwanda cha kuchakata plastiki hapa Mabibo, na shughuli mbalimbali zinaendelea hapa taratibu, ndugu jamaa na marafiki pamoja na wadau mbalimbali, na tayari kitabu cha salamu za pole kimewekwa hapa. Tuko hapa kwa ajili ya kusogezea update zote. Naitwa Brian Hilary, la kwa nasi kwa update zaidi.